umeshawahi kujiuliza ni kwa nini Kamanda Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, mpaka sasa yupo hai licha ya watu wachache na wenye nia ovu na wasiompenda kuendelea kumuinda usiku na mchana, na kwa wakati mwingine kwa kutumia mbinu za kisayansi ili kuyaondoa maisha yake. Lakini wapi, jamaa bado anadunda, tena akiendelea kuwanyoosha wale wote wasiompenda. Hii ndiyo kusema kuwa usiyempenda kaja, kwa mitego yote aliyotegewa Ibrahim Traore na mashambulizi mengi yenye lengo la hujuma dhidi yake kwa kutumia silaha za baridi na hata silaha za moto, bado jamaa anadunda ise. Leo katika sehemu ya 4 tunaangazia mbinu za kikachero ambazo Captain Traore huzitumia ili kuhakikisha haingiliwi na maadui, sio wa nje tu ya Burkina Faso, bali hata maadui wa ndani, hasa wale wa kupandikizwa na mataifa ya Magharibi, ili tu aendelee kuwa salama zaidi katika kiti cha urais wa taifa la Burkina Faso lililoko ukanda wa Afrika ya Magharibi lenye idadi ya watu zaidi ya milioni 23,920,488. Sehemu ya kwanza, ya pili na hata sehemu ya 3 tuliangazia majaribio 19 yaliyolenga kuondoa uhai wa Rais Ibrahim Traore, rais maarufu zaidi barani Afrika kwa sasa. Na majaribio yote hayo 19 hayakufua dafu kwa mwamba huyu mzaliwa wa eneo la Kera katika jimbo la Mohun tarehe 14 ya Machi 1988. Mtazamaji na mfuatiliaji wetu, kama ulipitwa na hukubahatika kutazama sehemu ya kwanza, ya pili na ya 3, ni kusihi uzitazame sehemu hizo mara tu umalizapo sehemu hii ili tuende sawa na mtiririko huu wa makala. Watu wengi hujiuliza ni nani yupo nyuma ya Traore kumwezesha kuyamudu madaraka haya makubwa katika nchi ya Burkina Faso. Akitokea jeshini akiwa afisa mdogo wa jeshi la Burkina Faso, mamlaka yaliyompa turufu, na sasa anatoa amri na kupokea saluti ya amiri jeshi mkuu wa Burkina Faso kutoka kwa majenerali na maafisa wanadhimu wa jeshi la Burkina Faso, Jamhuri ya Watu wa Burkinabe. Sasa haoni haya tena kupigiwa saluti na majenerali waandamizi na maafisa wanadhimu wa kijeshi ambao hapo kabla walihusika kumwajiri kutoka uraiani na kuingia jeshini. Pengine ndio walihusika kumvalisha vyeo kutoka luteni usu hadi kuwa luteni na baadaye captain, cheo cha sasa alichonacho ikulu ya Kosiam. Ukiachilia mbali kudra za Mwenyezi Mungu kwa waja wake, je, ni nani anayemsaidia kuyakwepa maadui zake kila kukicha? Basi ungana nami Castor Elias kwa siku ya leo. Naamini utajifunza mengi kutoka kwake, na pengine hata wewe unaweza kutumia mbinu hizo kujikinga binafsi dhidi ya watu wabaya. Traore hutumia vita vya kisaikolojia kwa kusambaza habari za uongo na propaganda za mahala kuhusu mazingira aliyopo kwa wakati fulani, kumbe sipo alipo, na mara nyingi huwahadaa maadui kwa kueneza taarifa potofu kuhusu ratiba yake ijayo na taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu kuhudhuria ama kutokuhudhuria mikutano ama vikao mahala fulani, kumbe ndivyo au sivyo. Captain Traore ni moja ya watu wasiotabirika kirais. Mara nyingi sio kiongozi mwenye kukonfirm mapema kuhusu ushiriki au muda wa kuwasili kwenye vikao ama mikutano ya ndani na hata mikutano ya nje ya Burkina Faso katika nyanja za kimataifa. Mtazamaji, utakubaliana nami kwamba alipoalikwa bila kuhakikisha usalama wake, hasa katika mikutano iliyojumuisha mataifa ya Magharibi, hata ile ya wanajumuiya, Traore alikuwa akiikacha. Watoto wa mjini wanasema
alikuwa akiingia mitini, tena bila hata kutuma mwakilishi. Muda mwingi hutumia intelijensia yake ya makachero kuchunguza eneo anapoenda ili kuhakikisha usalama wake kwanza, iwapo upo wa kutosha, na ndipo huchukua maamuzi ya kwenda, na kama akibaini sio salama, kiongozi huyo hugairi na mara nyingi hatoi taarifa. Waandaaji na wanaomtegea mitego mibaya hudanganyika na kuvuta subira, kwa kuwa Traore alikonfirm kuja, bila shaka yupo njiani, kumbe imekula kwao mazima na jamaa ndo hivyo hatokei tena. Kama haitoshi, Ibrahim Traore hufanya udanganyifu wa muda wa safari yake, ama muda wa kufika kwenye eneo la shughuli fulani ama tukio fulani. Awapo mgeni rasmi ama mgeni mwenza, yeye huwa sio mtu wa kutabiri ni muda gani anaweza kufika katika tukio hilo. Traore pia hubadili magari kwa rangi na sampuli anayotumia katika safari zake, na pia hubadilisha njia atokapo na arejeapo Ikulu. Msafara wake hubadilishiwa ruti ya kupita ili kuwapoteza maadui wa ndani na maadui wa nje ya Burkina Faso, na mara tu atiliapo mashaka njia anayopita kuwa si salama, hubadilisha mpango mzima wa njia ya kupita. Eneo la makazi na chumba cha kulala hakijulikani ndani ya majengo ya Ikulu ya Koseam. Captain Ibrahim Traore hupendelea kulala muda mchache zaidi. Mchana na usiku ulinzi huimarishwa kwenye boma anayolala, huku mwenyewe akijisomea magazeti na kuperuzi mitandaoni kuyafahamu yaliyojiri ndani ya Burkina Faso, hata nje ya nchi, hasa nchi za magharibi. Yote haya ni kujihami na mashambulizi ya kuvizia. Matumizi ya magari vita na vifaru vyenye maficho ya dharura. Traore kwa kujikinga hutumia magari ya kinga dhidi ya risasi, yani bulletproof, na ana maficho ya siri iwapo itatokea hatari dhidi yake au tishio lolote litakalohitaji maficho wakati anasubiri msaada wa dharura. Mbinu nyingine ya Ibrahim Traore ni kuwafuta na kuwafukuza kazi ya jeshi wasaliti wote. Huchunguza mienendo na kuwafukuza kwa aibu wanajeshi wasaliti wanaoihujumu serikali yake. Traore anatajwa kuwa kiongozi mwenye kujali watu wake, lakini hana ajiz kwa yeyote anayecheza na usalama wake, na tayari ameshawafukuza kazi maafisa na askari wengi wa jeshi la Burkina Faso, Burkina Faso Armed Forces, hasa waliohisiwa kuwa na ukaribu na uhusiano na maadui na wakosoaji wa uongozi wa Traore. Ili kuboresha utendaji kazi wa walinzi wake, huwapandisha vyeo maaskari na maafisa wanaomlinda. Vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinavyojihusisha na ulinzi wa Ikulu hutenga muda wa kuwaita faraga na kuwadodosa watumishi wake wa Ikulu kila mara apatapo muda, na ili kulinda maslahi na mamlaka ya rais pamoja na morali ya nguvu za kijeshi, Ibrahim Traore amehakikisha jeshi linapata maslahi, marupurupu na mishahara minono, ununuzi wa matumizi ya silaha za kisasa, motisha za wanaotekeleza au kufanya kazi za hatari. Yote haya ni kutafuta ushawishi, kukubalika na kupendwa na kundi kubwa la watu katika jamii ya Wanabukinabe anaowaongoza. Unakumbuka yale majaribio yaliyofadhiliwa na Ufaransa ili kumuua Traore? Sasa mwamba alipoona Ufaransa inataka kumuua, aliamua kuwaondoa Wafaransa wote nchini Burkina Faso, wakiwemo wanajeshi, na baadaye kuiondoa Burkina Faso katika ushawishi wa Ufaransa na kuiunga mkono Urusi. Traore akaenda mbali zaidi, akisitisha kupokea misaada yote kutoka kwa Ufaransa, na huku akipokea misaada ya zana za kijeshi kutoka kwa mamlaka ambazo zinapinga siasa za mlengo wa nchi za magharibi ikiwemo Urusi. Traore katika kuhakikisha yuko salama zaidi, pia anawatumia majasusi kudhibiti ueneaji wa habari kwa kutumia mtandao wake mkubwa na imara wa kiupelelezi na wenye usiri zaidi, huku akilitumia gari lake maalum
lenye kukata na kuzima mawasiliano ya simu na interneti kwa maeneo ambayo hutembelea. Umbali wa eneo salama kwa mawasiliano ya Traore ni kiasi cha yadi 1217. Serikali yake inakabiliana vilivyo na wapinzani wa ndani pamoja na wanaharakati, na wanahakikisha kuwadhibiti wapinzani wa ndani, hasa wale wanaoonekana kuwa tishio kwa uongozi wake, ikiwa ni pamoja na wanajeshi au wanasiasa waliokuwa na utawala wa zamani, ikiwemo utawala wa Paul Damiba ambaye aliondolewa madarakani katika mapinduzi yaliyofanywa na kamanda Ibrahim Traore. Licha ya majasusi na wadukuzi wa mawasiliano ya taarifa za uendeshaji wa serikali ya Burkina Faso, Traore akiwa mkuu wa nchi ya Burkina Faso amejiimarisha kiteknolojia, kwani amewekeza vilivyo kwenye kitengo maalum cha kufuatilia simu, jumbe na barua pepe wanazotumiana wanaharakati na maadui zake wa ndani na nje ya nchi, ambapo pia ili kufanikisha hili amewateua wapelelezi wa siri ambao ni maafisa waandamizi wa jeshi, serikali na hata makachero waliopandikizwa kwenye makundi ya waasi na kumletea taarifa kuhusu mipango inayopangwa kumuua. Utashi wake wa kuimarisha ushirika wa diplomasia ya kijeshi kwa Burkina Faso, Mali na Niger unampa jeuri na uhakika wa nguvu ya kijeshi Ibrahim Traore kutoka kwa nchi hizo za Sahel. Kwa ufanano wa uongozi wa kijeshi kwa nchi hizo tatu, hilo ndilo linampa kiburi Traore na kuamini kuwa uhusiano wake na mataifa hayo unamsaidia pakubwa katika kuyalinda maeneo yote yanayomzunguka. Captain Ibrahim Traore, mwana mapinduzi wa kizazi kipya mwenye kujinasibu kuwa yupo kwa ajili ya watu wa Burkinabe, na hii hutumia ushawishi wake kwa wananchi ili wawe upande wake, jambo ambalo amefanikiwa pakubwa. Anajitangaza kama mtetezi wa uhuru wa wanyonge wa Burkina Faso. Mbinu nyingine ambayo hutumiwa na Captain Traore ni kushambulia maadui kabla ya wao hawajamshambulia, na hapa huvamia ngome za waasi kabla hawajashambulia vikosi vya jeshi la serikali. Hufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya ngome za waasi wanaopanga kumkwamisha na kuangusha utawala wake. Kwa wakati mwingine, Captain Ibrahim Traore huwa kinyume na kalamu, microphone pamoja na kamera za waandishi wa habari, hasa wale wanaoandikia na kuripotia vyombo vya habari vya magharibi, yani bara la Amerika na Ulaya, ambapo Ufaransa akiwa adui namba moja. Uchochezi na upotoshaji humfanya Ibrahim Traore kudhibiti vyombo vya habari na kutokufanya mahojiano yasiyo rasmi na yasiyoratibiwa na kurugenzi ya rais ikulu ya Burkina Faso. Hii ni mbinu nyingine anayotumia Traore, na hapa hufanya ili kupambana na propaganda za kimitandao, ambapo serikali yake inaminya nguvu za internet na kufungia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vinavyopinga utawala wake. Huwatumia watu mashuhuri kama wanamichezo maarufu, wanahabari nguli ili kujenga kuaminika, hasa katika kueneza propaganda sahihi kwake, ili kuifanya nchi itawalike na serikali yake kuaminika kwa kutumia mitandao ya kijamii, redio, television na magazeti kwa kueneza ujumbe wake na kudumisha uaminifu kwa wananchi. Ibrahim Traore pia hujiweka karibu na Mwenyezi Mungu kwa kutimiza swala 5 za dini ya Kiislamu, ucha Mungu ambao amekuwa nao tangu alipokuwa anasoma katika chuo kikuu cha Ouagadougou, akihudumu katika chama cha wanafunzi wa Islamu pamoja na chama cha kitaifa cha wanafunzi wa Burkinabe ANEB. Ibrahim Traore ameweza kuendelea kuishi na kuiongoza Burkina Faso kutokana na mchanganyiko wa mbinu kali za kiimani, kiintelijensia, kijeshi na kisiasa. Uwezo wake wa kukabiliana na maadui kabla hawajamshambulia ndiyo sababu kuu ya kuendelea kwake kuwa hai madarakani. Lakini swali linabaki pale pale. Je, ataweza kuendelea kuwapiga chenga maadui zake milele?
Jina langu ni Castor Elias. Tukutane katika sehemu ya 5.